Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Bwana, mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa tunakutana hapa Top 5 Media kuweza kuhabarishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu muda huu hapa. Na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia mwana mchezo wangu ni kuhusiana na mchezo wa Kariakoo Derby, ambapo ndani ya dakika 90 tuliweza kushuhudia game nzuri na mchezo ukitamatika kwa sare ya kuto kufungana. Si Simba ambaye aliweza kufumania nyavu za timu ya Yanga Sports Club, wala si Yanga ambaye aliweza kufumania nyavu za timu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na kufanya mchezo ndani ya dakika 90 uweze kutamatika kwa sare ya kuto kufungana, kila mmoja akiweza kuondoka na alama moja, Simba akiondoka na alama moja, lakini pia Yanga Sports Club akiondoka na alama moja. Baada ya mchezo huo kuweza kutamatika kwa sare hiyo, inambakiza Yanga Sports Club kuwa kwenye msimamo, kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara akiwa na alama zake 29. Gepu linabaki kuwa ni lile lile, alama 5 baina ya Yanga pamoja na timu ya Simba Sports Club. Sasa ndani ya dakika 90 ambazo tulizotoka kuzishuhudia kwenye mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kulikuwa kuna matukio mengi tata ambayo yaliweza kutokea ndani ya mchezo huu hapo. Licha waamuzi kujaribu kwa makini, lakini matukio tata yaliweza kutokea ndani ya mchezo huu hapo. Miongoni mwa matukio ambayo yameweza kuzua headline kubwa kweli mpaka sasa hivi kwenye mitandao mbali ya kijamii ni kuhusiana na goli la Suleiman Mwalimu, lakini pia ile offside ambayo Prince Mpumelelo Dube iliweza kuamuliwa ya kwamba ni offside. Sasa kwa kuanza na tukio la Prince Mpumelelo Dube, ambapo pasi ilitoka kwa mchezaji Mudasiri Yaya basi na ikimkuta Prince Mpumelelo Dube akiwa katikati ya walinzi wa klabu ya Simba na kutoka na mkimbio kuelekea kwenye lango la timu ya Simba Sports Club, lakini mwamuzi wa mchezo huo aliweza kungamua tukio lile ya kwamba ni offside na Prince Dube alikuwepo katika eneo la kuotea. Lakini ukiangalia vizuri kwenye picha za marejeo unaweza kugundua ya kwamba wakati mpira unatoka kwa mchezaji Mudasiri Yaya, Prince Mpumelelo Dube hakuwepo katika eneo la kuotea, alikuwepo kwenye eneo sahihi kabisa, ila tu ni mwamuzi ama line 1 alishindwa kutafsiri vizuri eneo ambalo yupo Prince Mpumelelo Dube, na matokeo yake aliweza kuweka offside. Pengine isingekuwa offside ambayo mwamuzi aliamuru, tungeweza kusema mengine kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby. Huenda klabu ya Yanga wangeenda kujiandikia bao lao la kwanza na la uongozi kwenye mchezo huo muhimu wa Kariakoo Derby. Lakini kwa upande wa tukio jingine ambalo lilikuwa tata kweli na miongoni mwa tukio ambalo mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe linazua headline kweli kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, lawama zikiwa nyingi, kila mtu akijaribu kutafsiri kwa namna yake, ni goli la mchezaji Suleiman Mwalimu ambalo liliweza kufungwa kwenye dakika za kama 70 kitu hivi, na mwamuzi wa mchezo akiamuru ya kwamba ile ilikuwa ni offside. Kwanza kabisa tuanze na namna ambavyo nafasi yenyewe iliweza kutengenezwa. Mpira ulitoka kwa mchezaji Anicent Oura baada ya kuweza kupiga crossing ambayo imeenda kumkuta moja kwa moja mchezaji Suleiman Mwalimu na kuweza kuzamisha mpira kwenye nyavu za Yanga Sports Club. Lakini mwamuzi wa mchezo aliweza kungamua ya kwamba Suleiman Mwalimu alikuwa katika eneo la kuotea. Lakini ukija kuangalia vizuri kwenye picha za marejeo unaweza kugundua ya kwamba wakati mpira alikuwa nao Anicent Oura, ni kweli mchezaji Suleiman Mwalimu alikuwa katika eneo la offside, lakini wakati Anicent Oura anajaribu kuwachekecha wachezaji wa timu ya Yanga Sports Club, ndipo huku Suleiman Mwalimu alikuwa mdogo anatoka katika eneo la kuotea na kujiweka katika eneo la onside, ambapo onside yake imevunjwa, offside yake iliweza kuvunjwa na mchezaji Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye aliweza kuwa nyuma ya mabeki wenzake na kufanya Suleiman Mwalimu aweze kuwa yupo eneo la onside. Hivyo receiving pass nzuri kutokea kwa mchezaji Anicent Oura ambayo Suleiman Mwalimu aliupata ule mpira na kuzamisha nyavuni. Kwa upande wangu, bila shaka ningekuwa ni mwamuzi wa mchezo, ningelala kati ya kwamba lile ni goli halali kabisa ambalo klabu ya Simba naweza kusema waliweza kunyongwa kwenye mchezo huo muhimu kweli wa Kariakoo Derby. Lakini tofauti na maamuzi ambayo mwamuzi wa mchezo aliweza kuamua ya kwamba ile ni offside na Yanga Sports Club waweze kunufaika na mpira huo wa offside ambao Suleiman Mwalimu alikushaweza kuingia nyavuni na kuweza kuzifumania nyavu za Yanga Sports Club. Kwa upande wangu ile
ile ilikuwa ni onside na ni clear goal ambalo Simba Sports Club unaweza kusema kwa namna moja ama nyingine wameweza kukatwa goli lao la uhalali kabisa. Mimi nilikuwa nakusogezea hayo mali matatu ili naye mwanamchezo wangu uweze kufahamu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea juu ya mchezo wa Kariakoo Derby, hususani kwenye haya matukio mawili tata, tukio la Prince Dube lakini pia tukio la mchezaji Suleiman Mwalimu. Sasa kama una maoni yako, mtazamo wako, huu ndio muda wako sahihi wa kuja kutuambia sasa hivi kupitia sehemu hiyo hapo ya comment. Dondosha comment yako hapo na sisi tutakuja kuchati na wewe kupitia hapo. Bila kusahau mwanafamilia wangu, hakikisha unakwenda kufanya jambo moja la muhimu na la kimsingi kabisa, kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanaandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa hapa Top 5 Media.